Ninakusalimia tena katika jina la Yesu. Naomba nikukaribishe katika kipindi chetu cha siku ya leo. Na leo tunaenda kujifunza somo linasema mbegu ya matendo. Mbegu ya matendo. Ukisoma kitabu kile cha Wagalatia sura ya 6, mstari wa 7 na wa 8, Biblia inasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika roho yake atavuna uzima wa milele. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Mstari wa 9, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tunajifunza kwa habari ya mbegu ya matendo. Ukisoma kitabu chote cha Mwanzo sura ya 1, summary ya kile kitabu siku ya leo, tungeweza kusema hapo mwanzo Mungu aliumba mbegu. Ni kweli Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa, yale yote yale, lakini summary ya kile kitu alichokifanya Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ilikuwa ni kuumba kitu ambacho kinaweza kusababisha kutokea kwa kitu kingine. Na mara nyingi kitu ambacho ukikifanyia kazi kinakuletea matokeo mengine, kitaalamu tunaita mbegu. Sasa siku ya leo tutajifunza mbegu ni nini, lakini tutajifunza sifa za mbegu, alafu tutajifunza sifa za mbegu ya matendo. Sifa za mbegu ya matendo. Sasa mbegu ni kitu gani? By definition tunasema mbegu ni kitu chenye uhai ndani yake, ambacho kikipandwa huzaa matunda kulingana na aina yake. Mbegu ni kitu chochote chenye uhai. Chenye uhai ndani yake, ambacho kikipandwa huzaa matunda kulingana na aina yake. Sasa hapa kwenye uhai, hata sadaka ina uhai. Sadaka ina uhai kwa sababu kiroho, sasa sadaka pia ina uhai. Ina uhai kwa sababu unapotoa sadaka huwa na tabia ya kusema mbele za Mungu. Lakini unapotoa sadaka huwa ina tabia ya kuleta matokeo. Lakini pia matendo ni mbegu. Ni mbegu kwa sababu matendo pia yana uhai. Matendo yana uhai kiroho kwa sababu kila jambo unalolitenda huwa lina tabia ya kuleta mavuno ya kile ulichokifanya. Nisikitike kusema kwamba kuna watu ambao siku ya leo wanapitia mazingira magumu sana, ambayo kwa bahati mbaya sana ni mavuno ya matendo ambayo wamewahi kuyatenda huko nyuma. Kuna watu ambao siku ya leo wamekuwa ni watu wasiokuwa na kikao eneo moja. Wamekuwa ni watu wa kuhamahama kutoka eneo moja kwenda jingine. Lakini ukizingatia kwa makini, utagundua kuna tukio ambalo wamewahi kulifanya ambalo lilisababisha wasiwe na kikao eneo moja. Kama vile Mungu ambavyo kama vile Kaini na Abili, jamaa alivyomuua ndugu yake, Mungu akamlaani akasema asiwe na kikao duniani. Kwa hiyo matokeo ya kuhamahama kwake duniani ilikuwa ni kwa sababu ya dhambi ya kuua ambayo alifanya. Sasa kuna watu ambao wamewasababishia watu wengine matatizo, halafu wanafikiri kwamba watabaki salama katika maisha yao yote. Nataka nikwambie mpendwa, kila jambo ambalo unalitenda, every action you are doing, huwa limebeba matokeo katika ulimwengu wa roho, na ili huwezi ukapinga. Kila jambo ambalo unalitenda huwa limebeba matokeo, na hauwezi ukakwepa matokeo ya kile ambacho umekifanya. Hiyo ni kwa mujibu wa maandiko ya Galatia sura ya 6 mstari wa 7 mpaka wa 8. Anasema kila apandacho mtu. Bold neno kila, maana yake everything, every action, every word, everything. Kila chuki unayoipanda utavuna matokeo yake. Kila dhambi unayoipanda utavuna mauti yake. Kila tukio jema unalolipanda utavuna mema. Kila jambo jema unalolipanda utavuna matokeo yake. Kila aina ya utoaji unaofanya utavuna matokeo yake. Sasa
ukiachana na kanuni ya upendo ambayo inatutaka tuwe tunatoa, lakini Mungu pia ameruhusu kwamba kila action unayoifanya iwe na matokeo. Kwa hiyo it's obvious kwamba chochote unachokipanda, chochote unachokifanya utakivuna. Sasa nilikuwa nazungumza kwenye kitabu cha Mwanzo pale kwamba Mungu kila kitu alichokiumba pale kilikuwa ni kama mtaji, kilikuwa ni kama mbegu. Ndio maana sasa anaposema kwamba Mwanzo 1:28 anasema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, tafsiri yake ni kwamba Mungu alimtengeneza mwanadamu kama kanuni, kama formula. Anaposema zaeni, alikuwa ana execute formula kwamba kila kitu utakachokifanya wewe mwanadamu kitazaa, kitaongezeka, kitaijaza nchi. Maana yake, tafsiri yake nini? Anaposema kwamba kila mtakachokitenda kitazaa, kila mnachokipanda mtavuna, tafsiri yake ni kwamba kuna mchakato wa kila kitu ambacho umekifanya ndani ya mbegu ambacho huwa kinaota na kusababisha matokeo. Kwa hiyo neema ya kuzaa, kitu chochote unachokitenda huwa kina tabia ya kuzaa matokeo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa dakika chache hebu nikupitishe kwenye sifa za mbegu. Ndio utaelewa kwa nini nasema kwamba somo langu linasema mbegu ya matendo. Hebu tujifunze kwanza sifa ya mbegu. Mbegu zina sifa gani? Alafu uangalie kile unachokifanya, je, huwa kinaleta matokeo kama ambavyo nimesema kwenye ujumbe. Sifa ya kwanza ya mbegu. Mbegu huwa ina tabia ya kuzaa kwa aina yake. Kama umepanda mbegu ya parachichi, tegemea kuvuna parachichi. Kama umepanda mbegu ya muhindi, tegemea mahindi yataota na kumea na kuvuna mahindi. Kama umepanda mbegu ya maharage, tegemea kwamba utavuna maharage. Kama umepanda karanga, tegemea utavuna karanga. Kama umepanda mchicha, tegemea utavuna mchicha. Sasa kitabu kile cha Galatia sura 6 anaposema chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna, tafsiri yake ni kwamba whatever you plant, you reap the likeliness of that thing that you have planted. Kwa hiyo huwezi ukapanda mchicha alafu ukategemea utavuna Chinese. Hauwezi ukapanda maharage alafu ukategemea utavuna mahindi. Haiwezekani ukapanda karanga halafu ukavuna mchicha. Haiwezekani ukapanda mbegu ya parachichi halafu ukavuna mwembe. Haiwezekani. Kwa hiyo hapa duniani Mungu ameseti hii kuwa ni kanuni. Hii ni kanuni ya kupanda na kuvuna. Ni kanuni ya kupanda na kuvuna. Ni kanuni ya kupanda na kuvuna. Ni kanuni kwa sababu ina operate equally, rationally. Kila unachopanda utavuna kwa aina ya kile ulichopanda. Sasa ndio tunakuja kwenye aina gani ya matendo ambayo wewe huwa unayapanda. Aina gani ya matukio ambayo wewe huwa unayapanda kwa ndugu zako. Aina gani ya mambo ambayo huwa unawatendea watu wengine. Aina gani ya matukio ambayo huwa unawapiga watu wako wa karibu. Kila tukio ambalo unalitenda, Biblia inasema utavuna sawa sawa na lile tukio ambalo umelifanya. Yani everything that you are planting, kila action unayoifanya inakuletea matokeo kama yale yale. Kama wewe uliwatendea watu ubaya, tegemea ubaya utauvuna tu. Inawezekana tu ukachelewa, lakini nataka nikwambie mpendwa, lazima utavuna. Kama ulipanda chuki kwa watu, tegemea utavuna tu chuki. Yani wewe huwezi kukwepa. Miaka inaweza ikaenda, miezi inaweza kwenda, siku zinaweza kwenda, dakika zinaweza kusogea, lakini ni lazima utavuna chuki ulioipanda. Kama wewe ulipanda vitendo vibaya, ulipanda fitina, ulipanda uadui, ulipanda ugomvi, ulipanda kutokuelewana kwa watu, ulipanda kufarakanisha watu, it's just a matter of time before everything has been manifested to you. Kila kitu ambacho unakipanda lazima utakivuna, na hili hauwezi kukwepa. Everything you are planting you'll harvest. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, let's go to the book of Genesis chapter 1 mstari wa 12 pale. Hebu tuende kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 12. The Bible says, nchi ikatoa majani, mche uotao mbegu kwa jinsi yake. Angalia hapa. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda ambayo mbegu zake zimo ndani yake
kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Kwa hiyo Mungu ndiye aliyeumba kwamba kila zao linalopandwa lilete mazao yanayolingana na jinsi ya lile zao lilivyo. Kwa hiyo sio kweli kwamba unaweza ukategemea watu wa kukarimu, unaweza ukategemea watu wa kutendee mema kama wewe hautendi mema kwao. Nataka nikwambia hii ni kanuni ya kawaida kabisa ambayo Mungu ameiweka na ina operate. Ukiona watu wanakutendea mabaya, rudi nyuma, utakuja kugundua kuna vituko ambavyo uliwatendea. Ukiona watu hawakuheshimu, rudi nyuma, ujichunguze njia zako, utagundua kwamba kuna maeneo wewe huwa unawadharau watu. Ukiona watu hawakutendei mema, rudi nyuma, jitafakari, utagundua kwamba kuna mabaya uliyatenda aidha kwa wao au kwa watu wengine. Mungu ameumba hii kanuni na ina operate na iko active katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo chochote unachokipanda, chochote unachowatendea wengine, tegemea kukivuna. Tegemea kukivuna. Inaweza ikawa ni leo, tegemea kukivuna. Inaweza ikawa ni kesho, tegemea kukivuna. Inaweza ikawa ni mwakani, tegemea kukivuna. Whatever you are sowing, you should harvest. Harabakataba sekerema. Mimi naogopa kwa sababu inawezekana wewe matatizo unayoyapitia leo, kuna mahali umewahi kusababisha matatizo kwa watu wengine. Inawezekana magonjwa unayoumwa leo, kuna watu ulikuwa unatamani waumwe. Yawezekana kuna vitu vingi ambavyo leo vinakupata ni matokeo ya nia mbaya uliokuwa nayo kwa watu wengine. Wewe huwa unapenda watu wengine waumie wewe huwa unapenda watu wengine wasifanikiwe. Wewe huwa unapenda watu wengine wakae maisha ya umasikini. Kwa tafsiri yako ni kwamba kile unachokipanda, kile unachokitamani ndicho ambacho kinakukuta. Kwa sababu chochote unachopanda unavuna. Mbegu ina tabia ya kuzalisha kitu kama kile ambacho kimepandwa. Kwa hiyo chochote utakachokipanda utavuna. Waswahili wanasema garbage in, garbage out. Chochote unachokiingiza kwenye mfumo unakuletea matokeo ya kile kitu. Tena kwa bahati mbaya sana, mfumo huo una tabia ya kuleta kitu kilichoongezwa, amplified. Mungu ni kama ameseti hii formula kwenye Excel kwamba ukiingiza 1 itazaa 30, ukiingiza 1 itazaa 60, ukiingiza 1 itazaa 100 kulingana na mazingira ya eneo ambalo umepanda. Na hii ni formula nitakufundisha hapo baadaye. So whatever you are planting, tegemea kupokea maradufu kwa hicho ambacho unakipanda. It depends na mazingira, lakini chochote unachokipanda utavuna. Unatesa watu wa Mungu, utavuna mateso. Unatenda dhambi, utavuna mauti. Hauwapendi watu, utavuna chuki. Wewe ni msengenyaji, utavuna unachokifanya. Wewe unapandikiza chuki miongoni mwa watu, utachukiwa mpaka ushangae. This is the formula. Uzuri ni kwamba sio mimi ninayesema. Uzuri ni neno la Bwana ndilo linasema haya mambo. Chochote apandacho mtu atavuna. Tuende kwenye sifa ya pili ya mbegu. Tunasema mbegu ili ilete matokeo lazima ipandwe. Sifa ya pili ya mbegu, ili iweze kuleta matokeo au ili iweze kuota ni lazima ipandwe. Mbegu ili itoe matokeo ni lazima ipandwe. Kwa hiyo ili kusudi uweze kuvuna matokeo ya unachokitaka, ni lazima ufanye action ya kupanda hiyo mbegu. Unaweza ukapanda sadaka, unaweza ukapanda neno la Mungu kwenye mioyo ya watoto wako, unaweza ukapanda mafundisho mazuri, unaweza ukapanda maombi, unaweza ukapanda neno la Mungu ndani yako. Lazima litaleta matokeo. Chochote unachokipanda ndicho ambacho kinamea. Usitegemee kuvuna kitu ambacho haujapanda. Do not expect to harvest something that you have not planted. Hebu tusome kile kitabu cha Yakobo. Let's go to the book of Jacob. Riba kataba sekere naraba. Ritaba sekete mayendere kataba. Rabo taba yetere kasike. Kitabu cha Yakobo sura ile ya 5 na mstari ule wa Yakobo sura ya 5 na tutasoma mstari ule wa 7. Mstari ule wa 7, Biblia inasema, kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo na thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Haya mazao amesha yaingiza ndani ya ardhi
ndio anaanza kuvumilia ili kusudi aweze kuvuna. Kwa hiyo huwezi ukavumilia, huwezi ukavuna kitu ambacho haujakipanda. You never, yani huwezi ukavuna kitu ambacho haujakipanda. Kwa hiyo kama wewe hautapanda laana kwa watu, hautalaaniwa. Kama wewe hautapanda sadaka ya upendo kwa watu, hautapata matokeo. Kama wewe hautapanda upendo kwa watu wengine, hautapendwa. Kama wewe hautapanda neema kwa watu wengine, hautapata rehema. Kama wewe Mstari wa 9 wa kitabu cha Galatia ile sura ya 6 anasema tena tusichoke katika kutenda mema. Kutenda mema maana yake kupanda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo unapopanda mema tunategemea kwamba utayavuna kwa wakati wake usipozimia roho. Lakini sifa ya 3 tunasema mbegu hubeba ongezeko. Mbegu hubeba ongezeko. Mbegu hubeba ongezeko au hubeba uhai. Mbegu hubeba uhai. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 11, lakini pia Mwanzo 1:24, Mwanzo 1 sura ya 24. Let's go to the book of Genesis chapter 1. Mwanzo 1 mstari ule wa 24. Nitasoma pale. Biblia inasema hivi: Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, wanyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Kwa hiyo hivi vitu vina uhai. Hivi vitu vina uhai. Hivi vitu vina uhai, ndio maana vinazaa. Mbegu yoyote lazima ibebe uhai. Ukisoma Mwanzo ile 1:11, Biblia inasema hivi, Mwanzo 1 mstari wa 11, nitakusomea pale. Anasema Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utaoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Okay. So kitu chochote ambacho kinazaa lazima kiwe na uhai. Kwa hiyo matendo unayoyatenda yana uhai, na ndio maana huwa yana tabia kuleta matokeo ya kile unachokifanya. Kila kitu unachokifanya kina uhai, na ndio maana kitaleta matokeo. Everything you are doing has got life. Everything you are doing has got life. Kila kitu unachokifanya kina uhai na kitaleta matokeo. Ukisoma kitabu kile cha kila kitu unachokifanya kinaleta matokeo. Lakini mbegu ina tabia ya kukua. Mbegu ina tabia ya kuwa na kitu kinaitwa internal growth. Huwa inakuwa kwa ndani. Wewe unaweza ukapanda, lakini sasa mchakato wa ukuaji wa ile mbegu unaweza usiuone. Lakini kimsingi ni kwamba mbegu yoyote ukishapanda huwa inaanza kukua. Mbegu yoyote ukishapanda huwa inaanza kukua internally. Hebu nikupeleke kwenye kitabu kile cha Marko sura ya 4 kuanzia mstari wa 28. Marko sura ya 4 mstari wa 28. Tuanzie mstari wa 26 pale. Biblia inasema akasema ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Halafu akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakiiva, mara atapeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Kuna kitu cha msingi sana ambacho natamani tukione hapa. Huyu mtu alimwaga mbegu juu ya nchi. Alimwaga tu mbegu, alipanda. Kwa lugha nyingine alitenda tu jambo juu ya nchi. Alipotenda, yeye akaendelea na shughuli zake. Kwa maana ya kwamba wewe unapofanya tukio moja huwa unaendelea na majukumu yako. Hujui kwamba hilo tukio litazaa nini, you don't know. Yani wewe unawatendea tu watu jambo baya, alafu unasahau. Ndio tafsiri yake. Unaweza ukasahau ukajua kwamba hamna kinachoendelea, lakini ukweli ni kwamba ndani kila jambo ukisha liachilia, kila tendo ukisha lifanya, huwa linaanza mchakato. Mchakato wakati mwingine unaweza usiuone. Mchakato wakati mwingine unaweza usiushuhudie kwa macho, lakini ni kweli kwamba kuna jambo linaendelea. Ukishaachilia kitu chochote hapa duniani kwa matendo yako, kuaga kuna jambo linaanza kuota ndani. Kwa hiyo mtu aliendelea na shughuli zake, akalala usiku, akaamka,
Maana yake muda ulikuwa unazidi kwenda. Baada ya muda akaona tayari limechipua, likamea, likaanza kuchipua, baadaye likakua, likaongezeka, baadaye likaanza kuzaa majani, likazaa masuke, baadaye ikawa ngano. Kwa sababu kila kitu unachokipanda huwa kina tabia ya kuanza kuongezeka. Nataka nikwambie mpendwa, kila kitu unachokifanya kina matokeo yake. Amua leo kuanza kutenda matendo mema. Amua leo kuanza kutenda matendo mema. Watendee watu mema. Jitendee mwenyewe vitu vyema. Jaribu kula kitu kizuri. Jaribu kutafuna neno la Mungu ambalo ni jema. Nataka nikwambie matokeo utayaona. Kila kitu unachokifanya matokeo yake utayaona. Tenda mema mpendwa. Tenda mema, maana utavuna kwa wakati wake usipozimia roho. Watendee watu mema. Unapowatendea watu mema, matokeo yake utayaona. Unapowatendea watu mema, ribakatabase, utavuna mema usipozimia moyo, katika jina la Yesu. Ninakuombea siku ya leo, Mungu akupe neema ya kutenda mema. Hebu omba pamoja na mimi sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa siku ya leo. Mungu, ninaomba nipe neema ya kutenda mema. Wakati mwingine nimepitia mazingira magumu, wakati mwingine nimevuna chuki, wakati mwingine nimevuna uharibifu kwa sababu nilipanda uharibifu. Naomba nirehemu Bwana, nisamehe Bwana, nipe neema, rehema zako. Nisiwatendee watu matendo mabaya, nisikutendee Mungu matendo mabaya. Nipe neema ya kutenda mema, ili Mungu wa mbinguni matokeo yake yasiwe mabaya, matokeo yake yasiwe mabaya. Ribakatabaseke, panda roho ya upendo ndani yangu, ili kusudi niwe baraka kwa watu wengine. Ninapokuwa baraka kwa watu wengine, ribakatabaseke, watu watageuka kuwa baraka kwangu. Mungu utakuwa baraka.